Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye mdahalo wetu wa Mwenge wa County. Tuko katika dakika za lala salama. Esther, unadhani serikali imefanya vya kutosha kuweza kuinua hii sekta ya sanaa, na inaweza kufanya nini ili kuhakikisha kwamba ni sekta ambayo inaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kukua kwa uchumi wa taifa? La hasha. Serikali haijafanya vya kutosha ili kutuwezesha kukua na easy time ama kutuwezesha kuonyeshana talanta zetu katika sekta mbalimbali. Samahani, naarifiwa kwamba kinasa sauti chako kiko na matatizo. Tukikirekebisha, Kimiti, swali hilo. Serikali haijafanya vile inavyofaa. Nikiangalia wasanii wengi kuanzia sasa, tuanze kuzungumza kuhusu kama wasanii ambao tunafanya nao kazi pale, Inspector Mwala, Mother-in-law, wengi ambao utapata ambao wanaigiza kwa televisheni ama wale ambao wanaigiza pale upande wa Kenya National Theatre. Wale wasanii ukishamaliza kucheza ule mchezo ambao umeucheza ile siku zingine kadhaa hauna kitu ambacho unaifanya. Lakini kama serikali ingeweza kuwa imeangalia wale wasanii, imeweza kujua kwamba tutaweka hata subsidy, pesa ambazo maybe msanii anaweza enda chukue na aweze kujisaidia nazo. Production wise, ukute ya kwamba yule producer ambaye anaenda kuproduce yule mchezo ako na pesa ambayo imetengwa ili yule msanii aweze kusaidika. Ukute ya kwamba kama zile pesa ambazo wanaenda kulipishwa katika vyumba vya kuweza kuchezea hii michezo tumeweza kuondolewa, unakuta ya kwamba production inaweza kuwa iko chini. Kwa hivyo unapata wale wasanii wanapata mapato yao inaendelea kuwa juu. Kwa hivyo utapata wasanii wamepewa nguvu na pia exposure. Wacha tuchukue wasanii wetu vile tunaona wasanii wachezaji wakiweza kupelekwa nchi za ng'ambo kwenda kuwakilisha Kenya yetu. Wacha tuchukue wasanii wengine wale ambao wanafanya vyema, waende kama hiyo Hollywood, waende waweze kujua utachezaji. Mtu kama huyu dota wa Anyang'o, Lupita Nyong'o, unajua ni yeye mwenyewe ameji finance kuweza kufika pale. Sisi hatuwezi fika hiyo bei ya kuweza kufika pale. So kama tunaweza pata wasanii wetu ambao tunaweza sponsor waweze kufika pale ili waweze kujua namna ya vile wanaweza tengeneza filamu, najua tunaweza saidia watoto wetu, na pia tunaweza saidia wasanii ambao wajiwezi, na pia tutaweza kuwa kioo ambao wengine wanatuangalia. Esther. Nilikuwa nasema la hasha, serikali haijaweza kutuwekea mikakati kamili ama kutupa support ambayo tunahitaji kama wasanii. Hili utalijua kwa sababu namba moja, hatuna theaters ambazo zinatosheleza wasanii wote wa nchi yetu kuweza kushowcase talent zao huku Kenya. Utapata kama sasa tuko na Kenya National Theatre. Kenya National Theatre kwa weekend moja ama kwa siku moja inaweza tu kuhold michezo miwili kwa sababu kuna ukumbi mdogo na main auditorium. Lakini utapata wasanii ni wengi sana. Wasanii tunaopatana pale Kenya National Theatre ni wengi. Na kila msanii ana idea yake. Kila msanii ana talanta yake ambayo anaweza onyesha Wakenya wengine. So utapata tukipata support from the government, ichukulie usanii ikiwa kama biashara nyingine yoyote tu ama kazi nyingine yoyote. Manake wengi wetu tunapata chakula kutoka usanii, tunalipa rent kutoka usanii, tunalisha watoto, tunasaidia wazazi kutoka usanii. So wangechukulia as serious as wanachukulia biashara zingine zozote. Watuwekee tuwe na groups ambazo zinaweza kufikisha matakwa yetu kwao. Tukizungumza kuna wale ambao watafikisha maneno ambayo tumezungumza kwa serikali. Manake tungependa sana kuketi chini na kuzungumza na serikali kuhusu usanii, kuhusu oral literature, kuhusu fasihi. Na sisi hata tukiondoa fasihi na oral literature tuingie pale wasanii wa jukwaa na wasanii wa hizi TikTok, social medias, utapata tuna mengi sana ya kusema. Mashirima Kapombe ni kujaribu, huwa tunajaribu katika usanii. Manake wakati mwingi utapata tunajifadhili katika from 1 to mpaka huo mchezo uonekane na Wakenya. Na utapata wakati mwingi tunajaribu sana, lakini economy iko juu, hatuwezi. Tunashindwa kabisa. Unapata wasanii kama group moja imeshindwa kufanya kazi, ni watu more than 30 wamefutwa kazi. Na ndio maana na wote tuko na talanta, tunaweza zishowcase vizuri sana. Na mpango wa talanta hilo
hiyo nayo Mashirima, hiyo I think ilikuwa ni scam moja mzuri sana. Ilikuwa ni kitu imeplaniwa vizuri na ingeendelea, ingesaidia sana. But shida ni ilikuja kusaidia wachache wale wako pale juu. Serikali ikeka watu wanajua ni nini wanafanya, wale wako na love ya usanii kabisa, wale wako deeply nao kabisa, wale wanajua sio mimi, niko na dada yangu, niko na kaka yangu wako pale nje, lazima asaidike, tutasaidika vizuri sana. Ubaya ni unapata wale viongozi wale wamekuwa au wameenda kujinufaisha wenyewe kivyao. National Theatre inafaa kuwa na kitu kama cultural day, maybe inafanyika mara moja kwa mwezi. Watu wangapi watakuja kushowcase vitu zao hapo nje? Ule mtu wa kushona zile beads, mtu amekuja kuweka kaka TV pale, niko na movie zangu nauza hapo. Kila ikue ni tabaka mbalimbali zinakuja kuoneshana mambo yao pale. Itakuwa mzuri sana. Sasa tunangojanga Masai Day kwenda kununua manguo huko. Haina hata umasai ndani. Haina chochote. Gavana wetu Sakaja ni msanii. Alikuwa rapa. But shida ni yeye hata kushikilia usanii hayupo. Unaona? So serikali kabla watu pige, kabla warushe hiyo jiwe, ikuje ivunje hii kioo, kwanza wakuje tushikane nao, tuoneshe hapa ndio shida iko, hapa ndio shida iko. Mzazi pia ukosea. Na mzazi ukosea, utatafuta njia ya kuja kumweleza, baba hapa ulifanya, mama ulifanya hapa. Wakuje tuwaambie shida zetu. Kwa sababu nataka school fees. Nitaenda aje na serikali ndio inanifaa kunilipia? Profesa, tukimalizia. Kuna watu wengi ambao huwa wanadhana kuwa wasanii ni watu wasiokuwa na maadili, ni watu wasiokuwa na nidhamu. Lakini tunaona nyinyi hapa mmeweza kujijenga. Wewe ni profesa. Hao wengine wanaendeleza sanaa yao ambayo imewainua kiuchumi. Tueleze kidogo kuhusiana na dhana hiyo na jinsi ambavyo wananchi wanaweza kuikumbatia sanaa kama sekta ambayo inaweza kukuza uchumi. Jambo hili linatokana na kutoelewa labda msanii ni nani. Maana kuna watu ambao wanafikiria msanii ni mtu ambaye hana jambo lolote muhimu maishani la kufanya. Kwamba hata maishani mwake hawezi kujidhibiti mwenyewe. Ni mtu ambaye hana mwelekeo. Lakini watu akishaelewa kwamba sanaa na msanii ni jambo ambalo ni amali, ni profession, ni occupation kama nyingine, kama mtangazaji, kama daktari na kadhalika, ili wazo litapotea. Kwa hivi sasa watu wanachukulia kwamba msanii ni mtu ambaye amekosa mambo mengine ya kufanya maishani. Maanake ni mtu ambaye amekwama. Na kwa hivyo hata tabia zake itakuwa ni mtu labda wa miandarati, itakuwa ni mtu wa tembo, itakuwa ni mtu wa nini. Lakini kuna wasanii wengi ambao kwa hakika hawahusiki mambo kama hayo. Mimi ni msanii, lakini bali na kuwa msanii mimi pia ni mzazi. Siku zote nikiandika, nikienda kwenye mahala ambapo kuna watu wengi, sina budi kukumbuka kwamba mimi pia ni mzazi, mimi pia ni mwalimu. Kwa hivyo kule kufikiria kwamba labda nitakuja pale bila kuchana nywele, nitakuja labda ikiwa manake haya ni mambo ambayo hayana msingi. Bila shaka kuna baadhi ya wasanii wachache ambao pia huja wakiwa na hiyo fikra. Manake wanaipata kutoka jamii na wanaichukua wao. Manake nakumbuka siku moja nikimwona kijana mmoja ambaye alikuwa ndio anaanza hapo National Theatre, akasema tumbia natis, na yule kijana amevaa shati na kuweka t-shirt yake. Manake ili kuonyesha kwamba msanii ni mtu ambaye afungwi na kanuni za jamii. Lakini hao watu kama hao ni wachache mno. Ni wachache mno. Kuna watu ambao si unaona wewe wakati wanatoa zawadi huko Marekani huko, namna watu wanavyovalia, wanawake, wanaume, heshima zao na nini. Na hapa pia si wapo wakina Mulwa, wakina Imbuga. Sikuona hata siku moja mimi Imbuga au Kasiwa au Minishi amelewa ana jumba barabarani. Ingawaje ni wasanii wa hali ya juu sana. Si hawahi kuona siku moja tu yule ni Minishi ana jumba.
Kwa hivyo hii sifa ya kuwa mwandishi na mwanamuziki na mchoraji na mtengeneza sanamu ni mtu ambaye ana nidhamu, si kweli, si sahihi. Wapo wasanii wengi ambao baadhi nimewataja ambao ukimwangalia mpaka uambiwe yeye ni msanii hutojua kutokana na tabia zake. Tabia zake zitakuwa safi kama zako, zitakuwa mtu ambaye ana maadili kama wewe, kama mimi, kama yeye na kadhalika. Aha, asante sana Profesa Kithaka Wamberia, Maina Ndambiri, Esther Gashuhi na Kimiti Gitau kwa kutupambia mdahalo wetu wa Mwenge wa Kaunti hii leo. Bila shaka nadhani ni mojawapo wa vipindi ambavyo mimi mwenyewe nimevifurahia. Maana kama mtu ambaye pia hii kazi yetu ni sanaa kama nyinyi, na bila shaka kuna mengi ya kujifunza kutokana na yale ambayo amesema. Nadhani hapa ni changamoto kwa serikali kuwekeza zaidi kwenye miundo msingi ambayo itaweza kukuza sanaa katika taifa letu ili kuweza kuwakuza wengi zaidi, sio tu kukashifu wakati ambapo wanahisi kuna mahali ambapo wanagongwa. Naitwa Mashirima Kapombe, asante sana kwa kutazama. Tukutane katika dakika 7 zijazo kwa taarifa kuu za saa 7.